Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wapenda kheri, hii nyumba mnayoiona kuna watoto 15. Ni sehemu ya kuwasaidia watoto mayatima. Watoto wapo 15 na wanalelewa na mama aliochukua dhamana ya kuwalea hawa watoto. Wapo 15 watoto. Nimefika. Tunawasaidia sana mayatima wa vijijini, lakini matima wa mjini tunashindwa kuwasaidia. Wapo watoto 15. Mama, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vijana, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Vipi hali? Ndugu zangu, hawa wote mnawaona hapa ni watoto mayatima, wanaishi hapa kijijini na hapa ndiyo makazi yao. Watoto mayatima, hawana baba, hawana mama, hapa ndio wanapoishi ndugu zangu wapenda kheri. Maisha wanayoishi ni mtihani mkubwa na mzito. Yaani nyumba wallahi ni mtihani kwa kweli. Jiko, chakula, kila kitu. Na huyu ndio mlezi wao. Kwa hiyo ndugu zangu wapenda kheri, mama mwenyewe atasema, mimi nimeshindwa hata kuzungumza. Watoto wapo 15. Sheikh, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Safi. Nyie ni watoto mayatima? Ndio. Hatuna baba wala mama. Na naishi hapa? Ndio bibi yetu anatulea huyo. Bibi ndo anawalea huyu. Mama, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Hali tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza hiki kinaitwa kijiji gani? Hapa kijiji cha Ruwatwe, kata ya Kikole, mkoa wa Lindi, tarafa ya Pwani. Subhanallah. Sisi tunawasaidia mayatima mjini huko, kumbe watu wana hali kiasi hiki, wana hali ngumu kiasi hiki. Hali ngumu ndo hii baba, watoto wana yatima, hawana baba wala mama, naishi nao kwa mashaka, na nyumba yangu tukao unavyoniona nikuue nisikuue. Hali yangu ndo hii mlipofika. Naomba Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume akuongoze au akuongozeni, mnitoe hali hii, mnisaidie watoto hawa kwenye nyumba na mpaka kwenye chakula. Na wengine kama hivyo wagonjwa. Hao wanaumwa? Wanaumwa hao. Kuna mwaka wa pili sasa hao wagonjwa. Unavyowaona. Subhanallah. Huduma zangu kama unavyoniona, hali yangu mimi ndio nipo kama ndio nilipokuwepo. Na wengine vile vile hali zao ndo hawajapata kula leo, ndo wako hapo wamelala wamekaa hivyo, nitawapa kula kwa safarini. Allahu Akbar. Basi mazingira yangu yani magumu, na wajukuu zangu wao wanakaa nao yatima. Subhanallah. Na wewe mama, kikubwa unachokiomba tukusaidie waislamu wenzako ni kitu gani mama yangu? Kitu cha kwanza nataka nisaidie kwanza pa kukaa watoto wangu. Naam. Na nipate chakula, nipate kuwalisha watoto wangu hawa wale. Na mimi mwenyewe bibi yao ndio kwa naona umri umeniacha, lakini Mwenyezi Mungu kanikabidhi neno hili kwa uwezo wake Subhanahu wa Ta'ala, ndio ninao. Ndugu zangu wapenda kheri, huyu ni bibi, alhamdulillah, kachukua dhamana ya kukusanya na kuwalea watoto mayatima, kama wengine wakubwa kidogo, vijana, wengine wadogo kabisa, wengine wanaumwa hapa. Mazingira yao wanapokaa hapo hivi. Kwa hiyo wallahi maelezo yenyewe yanajieleza. Sina maelezo mengi, yanajieleza. Kwa hiyo tunachokiomba kikubwa msaada, tunaomba msaada wa chakula na makazi. Jiko ndo iliko hapo. Jiko baba yangu ndo unavyoliona hivyo. Ndio ile hapa. Jiko langu ya subuhi ndio mapikia uje soko na lolote. Allahu Akbar. Ndio wamehifadhi tu, lakini Allahu Akbar. Kitanda ndo hicho unavyoona, mimi mwenyewe unavyoniona. Basi baba hapo. Subhanallah. Na majengo ndo haya yamekaa vibaya baba. Mtihani kubwa. Basi Allah fanye. Shene toani. Said Alikta. Sheikh Said, inshallah Allah tajalia kheri. Mama, mimi nitalifikisha. Tunasaidia tukiwa nacho kidogo kidogo, na imani Allah tajalia kheri. Amin. Watoto jumla hapo ngapi? Watoto 15. Watoto hapo 15. Na wewe mlezi wao ni wa 16? Mimi mlezi wao 16. 16. Inshallah Allah atafanya wepesi mama. Amin.